Niliyopewa ridhaa na Mheshimiwa Rais, tumewaelekeza LATRA kuhakikisha wanasikiliza maoni ya wamiliki wa magari, ili pia kuhakikisha kwamba hatuuongozi mkoa wetu kwa makelele, kwa sababu ni kweli kwamba mafuta yamepanda, na kama yamepanda kidogo basi tuone nini cha kufanya. Na ni kweli kwamba LATRA nao wamejaribisha kusimama katikati, angalau kubalance kati ya mmiliki wa gari, mwananchi na bei ya mafuta. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kusaidiana. Lakini LATRA kitu ambacho pia walikuwa wanakidhibiti ni ule uholela, kila mmoja anaamka anapandisha bei tu kwamba mimi daladala itakuwa shilingi 3000. Sasa mwisho wa siku makelele yatakwenda tena kwa Mheshimiwa Rais, kwa kuwa ndiye aliyepewa ridhaa ya kuliongoza taifa lake. Hayo nimeona niyafanue kidogo, na kwamba msije mkadhani serikali iko rigid katika kutosikiliza wamiliki wa magari au kutosikiliza wananchi au kutosikiliza kipande kingine chochote kile. Kwa taifa letu na mpango wa Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha tunaendelea kuwa na reserve tanks, yale matenki makubwa yale. Ni kama nyinyi wenzangu watu wa Dar es Salaam, niliwaambia siku moja kwamba sisi Dar es Salaam hatuna vyakula ndani. Kwa hiyo tukipata mitikisiko ni rahisi sana pia kuumia, kwa sababu hatuna vyakula ndani. Sasa kitu ambacho Mheshimiwa Rais alikibuni, na ndio mwaka huu kinazidi kutokea, aliwaelekeza mamlaka zinazopaswa kufanya kwamba ni vizuri tukaanza kujenga matenki makubwa, ili hata kama dunia ita rise na kufall kwa namna fulani, tuwe angalau basi na mafuta ya chini hata miezi miwili, miezi mitatu, mwezi mmoja full, kwamba tuna mafuta, hatuwezi tena kuagiza kwa miezi hiyo.